Mwanafunzi wa gredi ya 10 aliyefariki katika mkasa wa moto katika shule ya msingi ya utumishi amezikwa hii leo, mtazamaji. Na bila shaka wazazi wake huko Kwale walikuwa wakiongoza hafla hiyo mazishi katika hafla iliyofanyika kwa mujibu wa desturi na tamaduni za dini ya Kiislamu. Kevin Mutai anatufungulia taarifa zetu za NTV Wikendi jioni hii. Biwi la simanzi lilitanda katika kijiji cha Mkakwani huko Msambweni, kaunti ya Kwale, kufuatia kifo cha Zuhura Rama, mwanafunzi aliyefariki katika mkasa wa moto akiwa shuleni huko Gilgil, kaunti ya Nakuru. Zuhura ni mmoja wa wanafunzi 16 walioangamia katika tukio hilo la moto lililosababishwa na baadhi ya wanafunzi wenzake. Tukifika tukapata mwili wa mtoto wetu upo pale, amesuffocate. Cause yeye hakuungua mwili mzima, aliungua huu mguu wake. Kwa nini kitu kama hii inatokea mahali kama huko ambapo serikali ndio imezingira shule kama ile? Kuna vitengo vyote vya usalama ambavyo vingechukua wajibu wake kuokoa janga kama hili. Familia ya marehemu inasema imetamaushwa na kifo chake kutokana na muda uliotumika na serikali hadi kupewa mwili wa mwenda zake kwa maziko. Inasema imepitia magumu kuandaa mazishi hayo ambayo yamegharimu zaidi ya shilingi milioni 3, wakidai bila msaada wote wa serikali. Tunaishi nchi ambayo ni kama ambayo haina uongozi. So maoni yetu sisi ni kwamba, ama masikitiko yetu ni kwamba tunaomba serikali iwajibike kwa kazi yake inayofanya na pia kulinda wananchi. Wamemtaja mwenda zake kama mwanafunzi alienzi masomo yake na alikuwa na ndoto ya kuwa daktari, ila kifo kimezamisha azma yake. Nimeanza kumfunza Zuhura mwaka wa 2022 pale Swikunda Primary. Nimemfunza somo la Kiswahili, nimemfunza pia hisabati. Ni mwanafunzi ambaye alikuwa anapenda sana kazi yake. Tumekuwa waoga sasa. Pia tunafikiria watoto wetu sasa tuwapeleke boarding, tuwapeleke day schools. Viongozi eneo hilo wanataka hatua kali kuchukuliwa dhidi ya wahusika wa mkasa huo, wakiwemo walimu na hata wasimamizi katika Wizara ya Elimu. Sisi kumpata huyo Migosi, nilikuwa nataka nimpe vipande vyangu, nimwambie huo ni uzembe wako na walimu wako, hawafai kabisa kuenda na ile shule. Tunataka sisi hiyo shule wakirudi wiki ijayo wote waondolewe. Tunataka hawa watoto 16 akiwemo dada Zuhura wapate haki yao. Sheria ichukue mkondo. Wamependekeza kuwekwa kwa sera katika sekta ya elimu ili kuhakikisha elimu bora na usalama kwa wanafunzi. Kevin Mutai, NTV, kutoka kaunti ya Kwale.